Katika ulimwengu wa sayansi na utafiti, teknolojia ni injini ya mafanikio. Hapa katika Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR, kitengo cha TEHAMA kimejikita kuboresha mifumo ya kidigitali, kuimarisha usalama wa taarifa na kuunganisha vituo vya NIMR nchi nzima. Kupitia ubunifu na huduma za kisasa, TEHAMA imewawezesha watafiti kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, ikihakikisha taarifa zinahifadhiwa salama na zinapatikana kwa wakati. Kwa jina naitwa Marcelina Kisanko, ni meneja wa TEHAMA katika Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR. Kitengo cha TEHAMA kinasimamia, jukumu lake kuu ni kusimamia matumizi ya teknolojia ndani ya NIMR, lakini pia kuhakikisha kwamba tafiti zote za afya zinawekwa katika mfumo ya kidijitali, zinahifadhiwa salama na pia zinaweza kupatikana kwa urahisi. Katika mwaka 2024-2025 tulipata mafanikio makubwa katika maboresho ya mifumo yetu, ambapo tuliboresha mfumo wa ukusanyaji wa maombi ya tafiti kwa kuwa na mfumo wa kitaifa ambao unajulikana kwa jina la National Health Research Management Information System, ambapo mfumo huu una moduli 3. Moduli ya kwanza ni moduli ambayo inarahisisha maombi na mapitio ya maadili ya tafiti kwa jina la NREMS, ambao ni National Research Ethics Information Management System, ambapo tafiti zote zinazofanywa ndani ya taifa letu la Tanzania zinakusanywa kupitia mfumo huu, zinachakatwa na mwisho zinapata kibali kwa wale ambao wamekidhi mahitaji yote ya maadili ya tafiti. Mfumo huu pia una moduli nyingine ambayo inaitwa Electronic Quarterly Reporting System, ambapo watafiti wanawasilisha taarifa zao za maendeleo ya kila robo mwaka na hivyo kurahisisha kupata taarifa zote za vitu vyote ambavyo vimefanyika katika tafiti katika kila robo mwaka. Pamoja na hayo, mfumo huu pia utakuwa na moduli nyingine ambayo ni National Health Research Data Repository, ambapo hii sasa itakuwa ni hifadhi kuu ya kitaifa ya matokeo yote ya tafiti ambayo yamefanyika katika taasisi yetu, lakini pia kwa ujumla kama taifa. Pamoja na uboreshaji wa mifumo, lakini pia tuliboresha tovuti yetu ya NIMR, ambapo tuliongeza taarifa muhimu kwa umma, ambayo ikiwa ni pamoja na wasifu wa watafiti wetu wote na maeneo yao ya ubobezi, lakini pia tuliongeza ripoti mbalimbali za utafiti na pamoja na machapisho ambapo hapo awali hazikuwepo. Kwa hivyo taarifa hizi zinasaidia wadau kupata picha kamili ya kazi ambazo zinafanywa na taasisi yetu. Pamoja na hayo, hapo mwanzo tulikuwa na website nyingine ambazo zilikuwa zinatumika na vituo vingine. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kwa mtu kuweza kwenda katika tovuti za vituo mbalimbali. Kwa hiyo sasa tumeboresha kwa kuweza kuweka tovuti moja ambayo inatumika kama tovuti ya taasisi. Mfumo mwingine ambao tumeweza kuweka katika mwaka 2024-2025 ni mfumo wa GoToMIS. Mfumo huu unasimamiwa na TAMISEMI na unatumika kwa ajili ya vituo vya afya ambao sisi tumeweka katika kituo cha afya cha Mwanza. Pamoja na hayo, ili kupata ithibati ya maeneo yetu ya maabara, tulianza mchakato wa kufunga mfumo unaoitwa DISALAB system, ambapo huu sasa unawezesha taarifa zote ambazo zinatoka katika maabara zetu zinafanyika kupitia mfumo wa kidijitali. Mfumo mwingine ambao tunategemea kuweka katika mwaka huu wa fedha mpya ni mfumo wa e-library ambao utatumika katika maktaba yetu ya NIMR, ambapo hapa sasa watafiti wataweza kupata machapisho ya kisayansi ambayo yatakuwa yamewekwa katika mfumo huu. Kwa hiyo hakutokuwa na haja ya kuprinti hayo machapisho, mtafiti atayapata hayo machapisho kwa njia ya kielektroniki. Pamoja na mafanikio hayo ambayo tuliyapata, lakini pia tulipata changamoto au mafunzo ambayo tuliyapata wakati tukitekeleza hayo tuliyoyaweza kuyafanya. Na changamoto kubwa ilikuwa ni uzoefu wa mifumo, kwa maana baada ya kuweka mifumo ina maana unabadilisha njia ambayo watu walikuwa wakifanya kazi zao.
hivyo inawahitaji wao pia kuweza kujifunza jinsi ya kutumia mfumo huo, lakini hii ilituwezesha kuona umuhimu wa kushirikiana na pia kuwa na mawasiliano bora katika kujengea uwezo watumiaji wetu wa mifumo. Sasa vipaumbele ambavyo tumejiwekea katika mwaka ujao wa fedha 2025-2026 ni kuweza kutekeleza au kumalizia utekelezaji wa mradi wa National Health Research Data Repository, ambapo utakuwa unasaidia hifadhi kuu ya matokeo yote ya tafiti za afya katika taifa letu. TEHAMA inasaidia sana wanasayansi kuweza kufanya kazi zao kwa haraka, kwa usahihi na kwa uwazi. Kwa kupitia mifumo hii ya kidijitali, mchakato wa maombi kama ambavyo nimeeleza hapo mwanzo unaombwa katika mfumo, unapitiwa katika mfumo, na mwisho mhusika anapata kibali chake ambacho kimesainiwa kidijitali kupitia mifumo ambayo nimeitaja hapo mwanzo. Na taarifa hizi zinakuwa katika usalama, ambapo sio kila mtu anaweza kuona taarifa zote, ni kwa wale tu ambao wamepewa hiyo ruhusa ya kuweza kuona taarifa sahihi. Lakini pia tunahifadhi taarifa zote za mifumo ambayo tunaitumia katika backup yetu za serikali. Kwa hivyo wakati wowote tunakuwa tuna uhakika kwamba taarifa inapatikana. Kwa hiyo hayo ndio makubwa ambayo naweza nikayasemea katika kipindi cha mwaka 2024-2025 katika kitengo chetu cha TEHAMA. NIMR inaendelea kujijenga kama taasisi ya kidigitali inayoendesha tafiti, teknolojia na ubunifu kwa ajili ya afya bora ya Watanzania.